21:20, Mungu akawa pamoja na yule kijana naye akakua. Mungu akawa pamoja na yule kijana naye akakua. Nitarudia, Mwanzo 21:20, Biblia inasema Mungu akawa pamoja na yule kijana naye akakua. Je, wewe uko pamoja na nani aweze kufanya mambo yako yakakua, biashara yako ikakua, watoto wako wakakua? Katika swala la kukua katika ulimwengu wa roho, kuna kukua katika ulimwengu wa roho, si katika mwili tu. Yako mambo ili yakue mpaka uwe pamoja na Mungu. Yako mambo ili yakue mpaka uambatane na Mungu anayeweza kukuza mambo yako, anayeweza kukuza maisha yako, anayeweza kukuza akili yako, anayeweza kukuza ufahamu wako, anayeweza kukuza uchumi wako, anayeweza kukuza watoto wako, anayeweza kuikuza elimu yako mpaka uwe pamoja na huyu Mungu ambaye ni muumbaji toka mwanzo. Yeye ndiye ana uwezo wa kumfanya mtu akue, akue katika roho, akue katika jambo, akue katika utu uzima. Watu ni wakubwa kimwili, lakini ukitaka kujua ni watoto, wewe anza kuongea nao. Wanakatisha tamaa, wanavunja moyo, wanakatisha tamaa, wanasababisha moyo uvunjike. Ulikuwa unafata ushauri kwa mtu mkubwa kimwonekano, lakini akakuvunja moyo kwa sababu huyo bado ni mtoto katika ulimwengu wa roho. Na kwa nini ni mtoto? Kwa sababu hajaambatana na Mungu, kwa sababu hana Mungu kwenye maisha yake. Ameishi maisha ya kutokuwa na Mungu, ndiyo maana chochote kilicho ndani yake hakina ukubwa wowote, hakina uzito wowote. Yuko mwenyewe kama mwenyewe. Wako watu hawajaambatana na Mungu, ukiwafuata wanakuvunja moyo, ukiwafuata wanakukatisha tamaa, ukiwafuata wanakuangusha chini, ukiwafuata wanakudondosha. Hata kama ulikuwa na imani na poromoka, ukiwafuata watu wa namna hiyo. Wako watu wanaonekana ni wakubwa, lakini ndani yao ni watoto. Ongea yao ni ya kitoto, ushauri wao ni wa kitoto, matendo yao ni ya kitoto. Bado hawajawa watu wazima, kwa sababu hakuna Mungu kwenye maisha yao.